mbele yetu. Wakati huu tena tutaingia kwenye kipindi kingine cha shule ya Jumapili cha watu wazima. Amina. Basi nitaenda nimshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki tena. Baba yetu, Mungu wetu uliye mwema, asante maana umekuwa pamoja nasi tangu tumekuwepo hemani mwako. Umeendelea kunena nasi, Mungu wetu uliye mkuu. Tazama muda na saa ya Kristo tena tunapoanza kipindi hiki cha shule ya Jumapili. Bwana wa mbingu na nchi, anza nasi Mungu wetu uliye hai. Roho Mtakatifu akatamalaki mahali hapa ukituhudumia mfalme wa pekee. Zaidi ya yote na nimesimama, mimi ni chombo tu. Kanitumie kama jinsi upendavyo wewe Kristo. Kanene kupitia kinywa changu na nikaseme na watakatifu wako. Najiacha mikononi mwako kupitia damu ya Yesu. Nikiomba na kushukuru. Amen. Bwana asifiwe. Tuko kwenye juma la kwanza. Ile kitabu chetu ambacho kilikuwa kinaendelea wiki iliyopita kimeisha. Kwa hiyo tunaanza kitabu kingine. Tuko kwenye juma la kwanza. Kichwa chetu cha ukoo wa Yesu, kuzaliwa kwake. Kwamba ukoo wa Yesu na kuzaliwa. Mathayo 1:1. Alafu vipengele vya somo na vipengele viwili. Kipengele cha kwanza kinasema ukoo wa Yesu Kristo. Tutasoma ile Mathayo 1:1-17. Na kipengele cha pili kinasema kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tutasoma ile 18-25. Bwana asifiwe. Tutaendelea. Taanza na kweli kuu. Nasema kwamba Yesu ni Masihi na Mwokozi aliyeahidiwa. Kwenye kweli kuu kwamba Yesu ni Masihi na aliyeahidiwa. Twende kwenye mstari wetu wa kukumbuka. Tusome Mathayo 1:1. Tufungue tusome mstari wetu wa kukumbuka. Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Amen. Huu ni mstari wetu wa kukumbuka. Sawa wapendwa. Nitaanza na utangulizi kwamba katika kitabu cha 35 kilichopita tumejifunza masomo mengi kutoka Malaki, ambacho ni mwisho katika orodha ya vitabu 39 vya Agano la Kale, na kama daraja linalounganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Kitabu cha Malaki kinatoa unabii juu ya mjumbe wa Agano Jipya, yaani Masihi Yesu Kristo, mjumbe wa Agano Jipya. Tumejifunza kwenye kitabu ambacho tumemalizia kwenye kitabu cha 35. Tulikuwa tunajifunza masomo kutoka katika kitabu cha Malaki, ambacho ndio kilikuwa kitabu ambacho kilikuwa cha Agano la Kale, ambacho kilikuwa kinaishia kwenye kitabu cha Malaki. Tumejifunza habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tumejifunza mengi kupitia ile kitabu ambacho kimepita. Kwa hiyo sasa tunaanza na kitabu kingine cha 35. Nasema hivyo, baada ya miaka 400 ya ukimya tangu Malaki, Israeli walitarajia kuja kwa Masihi kama mfalme na Mwokozi, hakimu wa kweli na wote wanaookolewa na kuhifadhiwa kwa mengi. Kwa hapa tunaenda kujifunza kwa habari za Yesu Kristo, kuzaliwa kwake na ukoo wake, kwamba Yesu Kristo ametokea katika ukoo gani. Amina. Tunaenda kujifunza kwa habari ya ukoo wa Yesu Kristo na kuzaliwa kwake. Kwa hiyo tunapoendelea kwenye kitabu chetu, maana masomo yanatoka katika kitabu cha Mathayo, kwa hiyo tunaenda kujifunza kwamba ukoo wa Yesu Kristo umetokea kwenye ukoo gani. Kwa hiyo tunaenda kujifunza kwamba tuone jinsi
Yesu kutabiriwa kwake mpaka kuzaliwa kwake, kwamba ilikuwa ni malengo ya Mungu au ilikuwa ni makusudi ya Mungu. Alikuwa amekusudia kwamba Yesu Kristo aje azaliwe ulimwenguni, lakini kupitia kwenye ukoo wa nani? Hapa anasema ukoo wa Daudi na ukoo wa Ibrahimu. Anasema wote watu maarufu sana katika Israeli, kwani Ibrahimu Mungu alimwekea ahadi ya baraka kwa wazawa wa ukoo wote na kwa mataifa yote. Kwa hiyo tunaenda kujifunza habari za ukoo wa Daudi na wa Ibrahimu. Yote yalikuwa ni makusudi kwamba Yesu Masihi angezaliwa kupitia ukoo huo. Sasa tuende kwenye kipengele chetu cha kwanza, kwamba ukoo wa Yesu Kristo. Tusome ile Mathayo 1:1 hadi 17. Tutaenda kuangalia ukoo. Kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 17. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Esrom, Esrom akamzaa Aram, Aram akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashon, Nashon akamzaa Salmon, Salmon akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi. Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria, Sulemani akamzaa Rehoboamu, Rehoboamu akamzaa Abia, Abia akamzaa Asa, Asa akamzaa Yehoshafati, Yehoshafati akamzaa Yoram, Yoram akamzaa Uzia, Uzia akamzaa Yotham, Yotham akamzaa Ahazi, Ahazi akamzaa Hezekia, Hezekia akamzaa Manase, Manase akamzaa Amoni, Amoni akamzaa Yosia, Yosia akamzaa Yekonia na ndugu zake wakati ule uhamisho wa Babeli. Mstari wa 12. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shealtieli, Shealtieli akamzaa Zerubabeli, Zerubabeli akamzaa Abihudi, Abihudi akamzaa Eliakim, Eliakim akamzaa Azori, akamzaa Azori, Azori akamzaa Sadok, Sadok akamzaa Akim, Akim akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Eliazari, Eliazari akamzaa Matani, Matani akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14, na tangu ule uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi 12. Amen. Bwana asifiwe. Tunajifunza ukoo wa Yesu na kuzaliwa kwake. Kwa hiyo ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka 17, unaona kwamba kizazi tangu kilivyoanza. Kwa hiyo ilikuwa ni mfululizo wa vizazi ambavyo vilikuwa vinazaliwa, vinaendelea, mmoja kazaa huyu, lakini makusudi mpaka tunaona kwamba shina lilipotokea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye amepitia kwa mtumishi wa Mungu baba yake mlezi Yusufu. Kwa hiyo tunaona hivi vilikuwa ni vizazi vya ukoo wa Yesu Kristo. Hapa nilikuwa nikisoma kwenye mwongozo wa kitabu chetu, mwalimu anasema kwamba mtu unaweza ukaona kwamba hili jambo ukifuatilia kusoma haya majina ya ukoo, unaweza ukaona kama kitu si cha muhimu sana kwenye maisha yako, au unaweza ukaona kwamba hakina maana yoyote kuendelea kusoma. Lakini kumbe tunapoendelea kusoma haya majina, na unaweza ukakuta unajifunza kwamba tangu kizazi cha kwanza mpaka cha mwisho, kwamba pale ilikuwa ni makusudi ya Mungu kwamba kutokea kwenye ukoo wa Daudi azaliwe mkombozi ambaye ni Yesu Kristo. Amina. Amen. Hapa nitaendelea kwamba hivyo Mathayo alianza
simulizi yake mahali sahihi kabisa, yaani katika ushahidi ulioandikwa kwamba alilisi haki ya mtarudia kwamba Mathayo alianza simulizi yake mahali sahihi katika kabisa, yaani katika ushahidi ulioandikwa kwamba alilisi haki ya kukalia kiti cha enzi cha Daudi kwa jina la baba yake mlezi kisheria, yaani Yusufu, kwa kuwa Mungu aliahidi kuwa Masihi atakuwa na uzao wa Ibrahimu. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu Kristo yeye ni mzaliwa kupitia Yusufu mlezi ambaye ni baba yake, na Mungu alikuwa ametabiri kwamba Masihi atakalia kiti cha mtumishi wa Mungu Daudi, yaani tuseme kwenye ule ukoo wa Daudi, kwamba yeye atakuwa mtawala kupitia ukoo wa Daudi. Amina. Kwamba Mungu yeye alikuwa amekwisha kutabiri kwamba atazaliwa mkombozi ambaye yeye ataenda kukalia kiti. Anasema ilikuwa ni kisheria kwa kipindi kile kwamba lazima wakoo huo atautawala, ataonekana yeye awe mtawala kupitia ule ukoo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba huyu Yusufu alikuwa ni mtoto wa Daudi. Kwa hiyo na Yesu Kristo amezaliwa kupitia Mariamu au baba yake mlezi huyu Yusufu. Kwa hiyo yeye alikuwa na haki ya kukalia kile kiti cha ufalme. Amina. Ukisoma ile Mwanzo 12:3. Mwanzo 12:3. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 3 inasema, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Amina. Ile ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu kwamba yeye angebariki kila mtu, anayembariki angebariki, na yeye ambaye angelaani na yeye angepokea laana kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwa ajili ya uzao wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu alikuwa amekusudia kwamba huyu Yesu azaliwe kupitia ukoo wa Daudi, na baraka za Mungu zingeendelea kudhihirisha juu ya watumishi wa Mungu. Na ukisoma ile Samueli wa pili 7:12 hadi 19, unaweza ukasoma tu machache. Samueli wa pili 7:12. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12 inasema, nawe siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Amen. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba ahadi za Mungu zilikuwa zikitolewa kuja kwa Yesu Kristo kwa ajili ya utawala. Na tunajifunza kwamba wana wa Israeli kwenye mawazo yao walikuwa wanajua kabisa kwamba atakuja mkombozi ambaye atakuja kutusaidia kwenye maisha yetu. Wao walichukulia kwamba ufalme wa kawaida au ufalme wa kibinadamu kwamba atakuja kuwatetea, atakuja kusimama katikati yao, maana walikuwa wanapitia kwenye misukosuko, walikuwa wanapitia kwenye vita, walikuwa wanapitia kipindi fulani wanachukuliwa mateka, wanapelekwa utumwani. Kwa hiyo kwenye mawazo yao wakajua kwamba akija mfalme ambaye kila mara anatabiriwa kwamba atakuja kuzaliwa, atakuja kutukomboa na hali ya utumwa, atakuja kutukomboa na hali ya maisha tunayoendelea nayo. Kumbe hawakujua kwamba huyu mkombozi alikuwa anakuja kwa ajili ya kukomboa wanadamu, kwa ajili ya maisha ambayo yalikuwa hayampendezi Mungu, maisha ya kuishi kwenye maisha ya dhambi. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa na malengo ya wao kwamba kuja kusaidiwa kimwili. Ndio maana hata Yesu Kristo alipokuwa amezaliwa hawakuwa na ile hali ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wakaendelea kutegemea kwamba bado Masihi atakuja, bado mfalme atakuja. Walimkataa Yesu, maana wao walikuwa na mawazo ya kuja kuwasaidia kimwili. Amina. Kwa hiyo Yesu Kristo tunajifunza
kwamba ametabiriwa sana kwamba alikuja kupitia kwenye ukoo wa Daudi ambao tumesoma habari zake kulingana na ule ukoo vizazi hadi vizazi mpaka kupitia kwa mtumishi wa Mungu kwenye ukoo wa Daudi Yesu Kristo akapatikana. Nasema kuhusu kuzaliwa kwa Yesu na Bikira Mariamu kunaandikwa katika ukoo wake. Zingatia maneno kama akamzaa. Kwa kwamba yote ambayo tumejifunza kuzaliwa kwa Yesu Kristo au kupitia Bikira Mariamu kuliandikwa katika ukoo huu ambao tumejifunza. Amina. Hiki kilikuwa kipengele chetu cha kwanza, kuzaliwa kwa Yesu Kristo au ukoo wa Yesu Kristo. Twende sasa kwenye kipengele cha pili, kuzaliwa kwake Kristo. Tuangalie kuzaliwa kwake. 18 hadi 25 kwenye Mathayo 1. Kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 25. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alipokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliasimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Tunajifunza habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tunapojifunza habari za kuzaliwa kwa Yesu, sio neno geni kwenye masikio yetu. Amina, wana wa Mungu. Tumejifunza habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na nimetangulia kusema kwamba Yesu Kristo alikuwa ni ukoo wa Daudi. Tunajifunza kwamba Yesu wakati amechumbiwa na Yusufu na mpango wa Mungu kwamba kuja kwa Yesu duniani, tunajifunza kwamba kikao kilikaliwa mbinguni kwamba ni mtume nani ili aende kuwaokoa wanadamu. Kwamba Yesu akasema unitume mimi, itakuwaje? Na Roho Mtakatifu naye akasema mimi nitapeleka ujumbe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati wanaendelea na uchumba, Mariamu malaika akampelekea habari kwamba inakupasa uchukue mimba ili uweze kuzaa mtoto ambaye Mungu atakutumia yeye aweze kuzaliwa. Lakini tunajifunza, umesikia kwenye neno la Mungu alipokuwa akisoma mtumishi wa Mungu kama ulikuwa pamoja na yeye. Kwa hiyo Mariamu aliona kwamba itakuweje kwamba mimi nionekane mimi ni mjamzito, itakuweje? Alitoa maelezo mengi, lakini kwa sababu ulikuwa ni mpango wa Mungu ili kwamba Yesu azaliwe kupitia kwa huyu mwanamke Mariamu, kwamba Mungu alimuona kwamba mwanamke ni mtu wa thamani sana mbele zake, kwamba kupitia Mariamu azaliwe mkombozi. Kwa hiyo alihojiana na Roho Mtakatifu, lakini ikafika kipindi Mariamu akakubali, maana na yeye alitoa hoja zake kwamba mimi ni bikira ambayo maisha yangu nimeyatoa kwa Mungu, mimi hizi tabia huwaga sina, itakuweje? Lakini Roho Mtakatifu akamwambia utapata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina. Kwa hiyo Mariamu akamekubaliana na kitu kama hicho, kwamba sasa kama ni mpango wa Mungu acha iwe hivyo. Lakini tumesoma kwenye neno la Mungu, wakati sasa Mariamu amepata ujauzito,
amekuwa na mimba. Sasa mchumba wake na yeye Yusufu akaona, mbona huyu mwanamke ana ujauzito, imekuweje? Bwana asifiwe. Tunasoma kwenye neno la Mungu kwamba yeye hakutaka kumwendea yule Mariamu akamsumbue na kumuuliza kwamba mbona umekuwa na ujauzito, maana hata ndoa hatujafunga wala hatujakutana, imekuweje? Kwa sababu yeye alikuwa ni mcha Mungu, anayemjua Mungu kwenye maisha yake, akaona kwamba nisimzumbue au nisimzalilishe huyu mwanamke, mimi nitamwacha kimya kimya. Bwana asifiwe. Tunajifunza kitu gani mahali hapa tunapojifunza neno la Mungu? Kwamba hakutaka kwenda kumuuliza au kwenda kuomba ushauri kwa watu wengine, kwamba mbona yule mchumba niliyomchumbia naona ana ujauzito, imekuweje? Au akasema ni kwa moyoni mwangu, kwamba kuanzia moyoni mwangu mimi ninaamua mwenyewe kumwacha. Lakini tunaona kwa sababu ulikuwa ni mpango wa Mungu na Mungu alikuwa amekusudia, akamtumia tena malaika kwenda kusema naye. Bwana asifiwe. Kwamba usimwache huyo mwanamke, ni mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu ameamua kwamba kuzaliwe kitu kizuri kwenye maisha yake, kwamba azaliwe mkombozi kupitia huyo mwanamke. Kwa hiyo Yusufu na yeye alitii ile sauti ya Mungu, akaona kwamba kumbe sitamwacha, nitaenda kumchukua niishi naye mpaka mtoto atakapozaliwa. Amina. Kwa hiyo ilikuwa ni makusudi ya Mungu na mipango ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akipanga kitu hakuna linaloshindikana. Amina. Kwa hiyo naendelea hapa kwamba kuzaliwa kwake Yesu Kristo kuna tofautiana na kuzaliwa kwetu. Ni pamoja na watu waliotajwa katika nasaba ya Yesu, kwani tunaona jinsi akamzaa. Lakini sasa mambo yanabadilika. Kuzaliwa kwake Yesu hakutajwi habari ya kibinadamu, kwamba uzazi wa Yesu Kristo ni tofauti na uzazi wa kawaida wa kimwili. Hata ule ukoo wa Daudi au zile koo ambazo zimesoma kwenye kitabu cha Mathayo tangu mwanzo. Bwana asifiwe. Kwamba fulani akamzaa fulani, fulani akamzaa fulani, ni tofauti na kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Yusufu alikuwa ni mlezi tu, sio mzazi wa kimwili wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tuko pamoja wana wa Mungu. Kwamba yeye alikuwa ni mlezi tu. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana kuzaliwa kwa Yesu Kristo na sisi wengine. Sawa kanisa? Amen. Kwamba kuna utofauti wa uzazi. Kwa hiyo tunaona kwamba yeye Yesu amezaliwa kupitia Roho Mtakatifu, kupitia niseme kwa ajili tu ya Mungu, makusudi ya Mungu, kupitia kwa Mariamu azaliwe tu mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa mno. Kwamba hii ni kwa sababu ya muujiza wa Mungu mwenyewe. Mariamu alipokuwa anachumbwa na Yusufu, lakini kabla ya harusi hajafanyika, alipata mimba kwa njia ya muujiza wa Roho Mtakatifu. Malaika alimwambia Mariamu juu ya tukio hilo la siri. Anasema kuwa Roho Mtakatifu atakuja juu yako na nguvu aliye juu zitakufunika kama kivuli. Ukisoma ile Luka 1 mstari wa 35. Luka 1:35. Luka sura ya kwanza mstari wa 35 inasema, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba kitakachozaliwa ni kitakatifu, mwana wa Mungu. Anasema hata hivyo, wingu la wasiwasi na mashaka na aibu kubwa ilikuwa juu ya Mariamu binti mcha Mungu, kwani katika historia yote ya kibinadamu haijawahi na haitakuja kutokea
bikira kuwa na mimba, kwani desturi ya Kiyahudi watu walionekana, anasema watu walipomuona mwanamke asiyeolewa kuwa ana mimba, mambo yafuatayo yalifanyika. Kwa hiyo tunaona kwamba hata Mariamu yeye mwenyewe alikuwa anaona kwamba itakuweje, alikuwa na maswali mengi kwamba nitaonekanaje mimi, maana sina mume, sijaolewa, ndio nina mchumba tu, itaonekanaje kwenye maisha yangu? Bwana asifiwe. Alafu kwenye mila zao zile za Kiyahudi kulikuwa kuna sheria kwamba mwanamke au binti akionekana na ujauzito kabla hajaolewa, kwa hiyo kuna mambo ambayo yalikuwa yanatakiwa yatendeke juu yake. Bwana asifiwe. Hapa anasema kwamba mambo yafuatayo yalifanyika. Moja, angeweza kushtakiwa katika baraza la wazee kwa kukosa uaminifu, kwamba alitakiwa ashtakiwe kwenye baraza la wazee kwamba amekosa uaminifu, binti kuonekana na ujauzito wakati hajaolewa. Bwana asifiwe. Zilikuwa ndo sheria zao. Kwa hiyo tunaona kwamba Mariamu alikuwa na maswali, alikuwa anajiuliza kwamba itakuweje nikiwa na hali kama hii. Ndio maana kwamba malaika aliendelea kunena naye. Kwa hiyo akaona sasa kitakachotokea basi, kwa sababu ni mpango wa Mungu, sitakataa. Kwa hiyo ilionekana kwamba angeweza kushitakiwa kwenye baraza kwamba wewe umekuwa huna uaminifu. Bwana asifiwe. Kwamba tu ni kawaida tu kwamba mtu anasema kwamba nimeokoka, ni binti ameokoka, hana mume, lakini unakuta tena na ujauzito. Sikinakuwa kitu cha kushangaza kwamba imekuweje? Maana wewe ni mtaua wa Bwana, wewe ni mtumishi wa Mungu, unaishi maisha matakatifu. Imekuwaje wewe hivyo? Kwamba ataitwa na kuulizwa kwamba kimetokea nini? Kwa hiyo na wao ilikuwa lazima aitwe kwenye baraza. Namba 2 anasema uchumba kuvunjika, kwamba lazima uchumba ungefanyaje? Ungevunjika, kwa sababu yeye alikuwa amechumbiwa. Kwa hiyo uchumba tena usingeendelea, maana amekuwa na ujauzito. Kwa hiyo zilikuwa ni sheria zao kwamba uchumba uvunjika. Asema lakini Yusufu kijana mcha Mungu aliamua kuvunja uchumba wake na Mariamu kwa siri. Yeye Yusufu, nimetangulia kusema kwamba yeye alipokuwa amegundua kitu kama hicho, aliona kwamba mimi nitauvunja mwenyewe kisiri. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa kijana mcha Mungu, anayemjua Mungu. Akaona labda haina haja kupelekana mpaka kwa wazee tukauvunje uchumba, kwa hiyo mimi nitauvunja tu kisiri. Asema lakini wakati huo Mungu aliamua kuingilia kati kwa kumwonyesha Yusufu kwamba mimba ya Mariamu ilikuwa kwa njia ya muujiza ni ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu ikabidi aingilie kati. Lakini yeye alikuwa ameamua kuchukua zile sheria ambazo zilikuwepo kwa kipindi kile kwamba lazima uchumba uvunjike. Yeye akaona haina shida, nitauvunja mwenyewe. Lakini kwa sababu ulikuwa ni mpango wa Mungu, Mungu akaingilia kati. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kwenye maisha yetu tunayoendelea kuishi, tunatakiwa tuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Tuishi maisha ya hofu. Amina. Tunajifunza kwa habari za Mariamu, tunajifunza kwa habari ya Yusufu. Unakuta mwingine anashindwa kuwa na uvumilivu. Yaani anashindwa, akisikia jambo hawezi kukaa nalo atulie kwanza, anaanza kulipeleka huko na huko. Lakini Yusufu alikuwa mtulivu, kwamba kwa sababu mimi ni kijana ninayemcha Mungu, haina sababu ya kuanza kusema haya mambo. Ngoja mimi ninyamaze, nitalimaliza mwenyewe. Kwa kunyamaza kwake Bwana alisema. Bwana asifiwe. Yeye angeanza kusema huko labda na Mungu angenyamaza kimya. Kwa hiyo tunatakiwa tunapopata mambo tuwe watulivu na kumsikiliza Mungu akupe maelekezo. Bwana asifiwe. Kwamba unamwachia Mungu akupe maelekezo yeye kwamba ufanye nini katika hilo ambalo limekuwa limetokea. Anasema mwanae angekuwa ni maskini, anaita
Masihi aliyetazamiwa tangu muda mrefu katika Israeli. Tulikuwa tunaishi kwenye maisha ya dhambi kabla ya kumpata huyu Yesu. Lakini tu pale ulipomkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umepokea uponyaji. Kwa hiyo kuzaliwa kwake kulikuwa sio kwa hasara. Amina. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kwamba Yesu Kristo azaliwe duniani. Mungu alikuwa ameanza kutabiri tangu muda mrefu. Tangu Agano la Kale manabii walikuwa wakitabiri habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwamba atakuja Masihi, atakuja mfalme, atakuja mtawala. Kwa hiyo ilikuwa imetabiriwa kwa muda mrefu sana. Sasa ikafika kipindi ikawa imetimia. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwamba Yusufu akiwa mtu mwenye imani alimwamini Mungu na kisha kumchukua Mariamu kuwa mke wake, ingawa hata hivyo hakushirikiana naye kimwili mpaka baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba Yusufu alimchukua mke wake, wakaenda kuishi naye akiwa mjamzito, lakini waliendelea kuonyesha uaminifu mbele za Mungu mpaka kile kitakatifu kilipozaliwa. Amina. Aliendelea kuwa naye, anaishi, anamhudumia, lakini waliendelea kuishi yale maisha ya kumcha Mungu na kumtegemea Mungu kwenye maisha yake mpaka Yesu Kristo alipozaliwa. Ndipo maisha mengine yakaendelea na alizaa watoto wengine. Bwana asifiwe. Hakuendelea kuitwa tu Bikira Mariamu. Ule ubikira ulifika kipindi uliisha jamani. Bwana asifiwe. Alizaa na watoto wengine ambao walikuwa sasa tuseme kwa kibinadamu kama wadogo zake na nani? Na Yesu, ambao walikuwa ni watoto halali wa Yusufu na Mariamu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba waliweka uaminifu mbele za Mungu na maisha yao waliyatoa kikamilifu kwa Mungu. Amina. Amina. Tutaenda kwenye hitimisho. Kwamba miaka 1000 ya awali Mungu alifanya agano na Daudi lisilokuwa na masharti, likiahidi ufalme wa kudumu milele na ukoo wa kifalme uliokatishwa. Hebu tusome ile Zaburi 89 mstari wa 4. Zaburi 89 mstari wa 4. Zaburi ya 89 mstari wa 4 inasema, wazao wako nitawafanya imara milele, nitakijenga kiti chako cha enzi hata milele. Na hiyo 36 mstari 37 hapo Zaburi. Zaburi ya 36 mstari wa 37. 36 ai. Zaburi ya 36 ina mstari wa 37. Basi nitaendelea. Anasema agano hili lile lililotimizwa wakati huo kwa kuja kwa Kristo, yeye ni mlisi wa haki ya kupata kiti cha enzi cha Daudi kwa njia ya ukoo wa Yusufu na mwana hasa wa Daudi kwa njia ya Mariamu. Yusufu yu hai, Yesu yu hai milele, kwa hiyo ufalme wake utadumu mpaka milele, yani utawala wa milele kama mwana mkuu wa Daudi. Tunajifunza kwamba ukoo wa Yesu Kristo, kwamba Yesu alitokea wapi. Kwa tunaona kwamba hizi zilikuwa ni ahadi za Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli, kwamba atakuja mtawala. Amen. Kwa nitaendelea hapa kwamba Mariamu ni bikira mpaka sasa, au aliendelea kuwa bikira kwa maisha yake yote?
anasema yanakanushwa kuwa ukakamilisho wa ndoa yao ulitajwa katika mstari huu. Kwamba nimesema kwamba huu bikira kwamba sio kwamba uliendelea kwa muda wote. Bwana asifiwe. Kwamba sio kwamba uliendelea, kwamba akaendelea kuwa bikira maisha yake yote, hapana. Ndio maana kwamba nimesema kwamba yeye naye alizaa na watoto wengine, sio kwamba aliendelea kuwa bikira. Ukisoma ile Mathayo 12 mstari wa 46 utaona kwamba 12:46 sura ya 12 mstari wa 46, alipokuwa katika kusema na makutano, tazama mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wataka tarudia. Alipokuwa katika kusema na makutano, tazama mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wataka kusema naye. Amen. Bwana asifiwe. Tunajifunza kwamba Yesu alipokuwa hekaluni akifundisha, kwa hiyo mama yake na ndugu zake walikuwa wamesimama nje, walikuwa wana haja ya kuongea na yeye. Kwamba sio kwamba alikuwa kwamba yule Mariamu hakuendelea kuwa bikira tu muda wote, alipata na watoto wengine na Yusufu. Amina. Sasa kuna wengine bado wanaendelea kuamini kwamba labda aliendelea na ile hali, mpaka wanakuwa na imani kwamba yeye aendelee kuwaombea kwenye maisha yao. Kumbe amekuwepo mwombezi mwingine ambaye ni Yesu Kristo anayesamehe dhambi. Bwana asifiwe. Hivi Mariamu anaweza kutusamehe dhambi? Bwana asifiwe. Yeye ilikuwa kama ni ngazi tu imetumika pale kwamba mkombozi azaliwe kupitia yeye, ambaye Mungu alikuwa amekusudia kuleta ukombozi kwa wanadamu. Ni Yesu peke yake ndiye anayesamehe dhambi za watu, ndiye anayetuponya magonjwa. Amina. Kwa hiyo sio kwamba Mariamu aliendelea kuwa ile mtakatifu maisha yote au aliendelea kuwa bikira, hapana. Kwa hiyo yeye naye ndio maana alikuwa anaomba mbele za Mungu kwamba Mungu amsaidie kwenye maisha yake. Sina yeye angeona kwamba mimi ninastahili tu kwa kusamehe watu dhambi, kwamba ni mtakatifu asiyeweza kujitakasa, hapana. Maana yeye alikuwa mwanadamu tu kama mimi na wewe. Bwana asifiwe. Alikuwa ni mwanadamu. Mariamu huyu ndio maana alikuwa ameposwa na Yusufu. Na kulikuwa na kanuni kwamba na wao walitakiwa kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana kulikuwa kuna sheria zao pale, kwamba ikionekana binti ana mimba anapelekwa kwa wazee, anaenda kuhojiwa. Sawa jamani? Alikuwa ni mwanadamu tu, sio kwamba yeye alikuwa ni Mungu, ila Mungu alimtumia yeye kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tusiwe na imani ya kung'ang'ania kwamba yeye ndiye labda anastahili sana kuliko Yesu Kristo. Kuna maneno mengi ya kusoma hapa, yapo mengi yanayoeleza. Ukisoma ile Mathayo 13:55 hadi 56 utapata habari hizo. Amina. Kwamba yeye alikuwa ni mwanadamu. Ndio maana hata Yesu alipokuwa amekufa, amefufuka, amepaa, yeye alikaa pale kusubiri Roho Mtakatifu walipokuwepo wanafunzi wa Yesu Kristo. Amina. Sina yeye alitulia jamani, alisubiri ujazo wa Roho Mtakatifu kwamba ili na yeye apate nguvu ya kumsaidia. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mwanadamu tu. Kwa hiyo tunatakiwa kuwasaidia watu wasiwe na imani kwamba labda Mariamu, bikira Mariamu huyu basi alikuwa ni kitakatifu kilichoshuka kutoka kwa Mungu, bali Mungu alitaka tu kumtumia yeye kama jinsi Mungu anavyokutumia na wewe. Bwana asifiwe. Si Mungu anaweza kukutumia na wewe kufanya jambo lake. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo hivyo. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Mwenye na kuzaliwa kwake Mungu wetu aliye mwema. Lika Roho Mtakatifu aendelee kutufundisha, Bwana wa mbingu na nchi, na kutukumbusha yote ambayo yanatupasa kutenda sawa sawa na makusudi yako.
Bwana Yesu, tunajiacha mikononi mwako na vipindi vinavyoendelea mali hapa, ukatuhudumie Baba yetu uliye mwema, kupitia damu ya Yesu nikiomba na kushukuru. Amina. Karibu anaendelea mali.